Tumezungumza khutba yetu ya leo mambo muhimu sana. Kwanza tumezungumza hali za Waislamu ambao kwamba Uislamu kwa sasa hivi uko katika hali mbaya sana. Hakujawahi kutokea wakati Waislamu wakawa katika huzuni kama mara hii. Waislamu washerehekea Eid, wengine wamiminiwa mabomu katika mji wetu, katika ndugu zetu siku ya Eid wakiwa Palestina. Hakika ni matatizo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuonda umma huu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atutatulie, anatuondoshee dhiki kama hizi. Jambo lingine ambalo kwamba ni muhimu sana napenda niligusie hapa, الفرح في الإسلام ليس طرفا بل عبادة. kufurahika katika Uislamu si jambo la ziada bali ni jambo ambalo kwamba ni sehemu katika ibada. Msikilizeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema vipi? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Sema ewe Muhammad, ewe Rasulullah, kwa fadla za Mwenyezi Mungu na rahma zake, kwa hilo basi furahikeni. Leo ni siku ya furaha, tufurahike katika siku ya Eid. Mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi katika hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim asisitiza la kufurahi. Kufurahi katika Eid ndio asili, na huzuni katika Eid ni kitu kigeni. Wazee wangu, turudishe furaha katika majumba yetu, tutie furaha katika maisha yetu. Siku leo ya Eid maskini asikae akihuzunika, tumwangalie maskini kwa jicho la huruma. Majirani tupianeni mikono ya tahnia, waslukatana. Leo ndio siku ya kuungana. Ajabu, kuna Eid ambayo kwamba itaingia na kuna ndugu baba na mama lakini hawazungumzi. Ajabu, katika furaha hii ya Eid isotimia ni kwa kuna watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafikia kufunga mwezi mzima wa Ramadhan, lakini hawakuwafikiwa kuzifunga nafsi zao na maovu. Hii ni hasara kubwa. Ndugu zangu na wazee wangu, hululul istirja'i wal farah fil umma, vipi tutaregesha furaha katika umma wetu? Kwanza, binaa alqalbi almu'min, mwanzo lazima tujenge nyoyo zetu. Nyoyo zetu zaipasa kujengwa kabla kujenga majumba yetu. Nyoyo zetu zapaa kujengwa kabla kitu kingine chochote. Kabla hatujanunua nguo mpya tukavaa, ilikuwa mwanzo tusafishe moyo wetu, kwa sababu ukiwa moyo wako ni mchafu, hata uvae nguo mpya saizi gani au nzuri kiasi gani haitopendeza wala haitokuwa na maana yote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tuwafundishe ummati wetu, lazima tukumbushane sisi kwa sisi, hata nafahama maana alfarah alhaqiqi, tufahamu nini maana furaha ya kweli. Furaha ya kweli ni kitu gani? Furaha ya kweli ni umma kushikana wakawa kitu kimoja, kuondosha ikhtilaf baina yetu, kuangalia ajenda muhimu zaidi ni gani mbele ya adui yetu. Adui yetu anafurahi na azidi kufurahi anapotuona sisi tumekatana, tuko mbalimbali, tunatukanana. Kila Muislamu lazima arudishe hisia za kuwa sote ni ndugu kama alivyotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. I'adatul farah ila buyutina, majumba yetu hayana tena furaha. Leo watu mkuja kusali, pengine huko nyumbani wasubiriwa, kuna mashtaka, kuna vita, kuna utesi. Iko wapi furaha ikiwa msikitini tukija kusafisha nyoyo zetu, tukirudi majumbani kwetu turudi tena katika utesi, turudi tena katika mambo ambayo kwamba hayamridhishi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Labudda an nuzayyina buyutana bil hubbi wa ta'a, bi hubbi Allahi wa ta'ati rasulih. La nuzayyin buyutana bil zakharif, tusipambe tu majumba yetu kwa mapambo na decoration, lakini mwanzo tuyapambe majumba yetu kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtii Bwana Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Lazima tushikamane, lazima tuwe kitu kimoja. Huu ndio ujumbe mkubwa sana. Turudisheni furaha katika siku hizi tukufu, tutumie hikma. Na kutumia hikma nini? Ni kuwa tukumbushaneni. Tusikubali kuwa imamu ndio mwenye jukumu la kutukumbusha peke yake. Kila mmoja katika sisi ana wajibu wa kukumbushana, na hakuna zawadi nzuri ambayo kwamba nitaomba leo niwapatie siku ya Eid, ndio mkono wangu wa Eid leo. Na wapatia hadithi moja tu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi, iliyopokewa na al-Imam at-Tirmidhi. Asema Mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi, kana sallallahu alayhi wasallam yudhiku ashabahu, Mtume alikuwa akiwatekesha masahaba zake, wayabtasimu fi wujuhihim, na akismile kwenye nyuso zao, kisha akisema tabassumuka fi wajhi akhika sadaka, kusmile kwenye uso wa ndugu yako ni sadaka. Leo naomba kila mmoja atoe mkono wa Eid kumpatia mwenzake kwa kusmile na yeye. Tosha, yametosha kufuriana, yametosha utesi, yametosha uso ambazo kwamba hazijui kutabasamu. Turudi katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Huu ndio wakati watu kurudisha undugu na kushikana na kusmailiana, kwa sababu usidhanie kuwa ni kupoteza unaposmile na mwenzako, wapata thawabu mbele ya Mola wako. Hii ndio zawadi kubwa. Turudishe tabasamu katika miji yetu, katika majumba yetu, katika maisha yetu, kwa sababu hakuna kitu ambacho kwamba kilichokuwa ni adimu
hakipatikani siku hizi kama tabasamu. Hapa nimemaliza ufupi wa khutba ambao kwamba nimeitoa, nataraji inshallah Mwenyezi Mungu atairudisha Eid yetu hii ya khairi na mafanikio. Hapa kunao jana tulikuwa na kusafisha msikiti, tulikuwa na kusafisha msikiti, na mashallah vijana wetu walitutia moyo sana. Uone msikiti unavong'ara huu, basi ni vijana hapa mtaani, ni maratibu wa msikiti huu walijitolea wakaweza kusafisha. Naomba nipatilize fursa hii haraka tuwape zawadi mkono wao wa Eid, ili wajue kuwa tunapofanya mazuri kwenye jamii basi tutambulikana. Kama vile wanapofanya mabaya jamii na kuwa wakali wanawatukana, sisi leo tunataka kuwaunga mkono kwa hatua njema walioitukua ya kuweza kusafisha nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yoyote mwenye kusafisha nyumba ya Mwenyezi Mungu basi huyo ni ametayarisha nyumba yake kesho akhira, kwa sababu Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi alisisitiza sana watu wataallaq na msikiti, paka ikaja hadithi mmoja katika watu watakaokuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Watoto wetu wa kwanza ambao kwamba tutampa zawadi kama hii ni Ali Abdullah. Ni zawadi ndogo lakini ni ku appreciate kwa kazi yao nzuri.